إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإنه قد فاز المتقون. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumhimidi Allah jalla wa ala na kumtakia sala na salamu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwanza kabisa na wahusia pamoja na kuihusia nafsi yangu juu ya kumcha Allah jalla wa ala, kwani mafanikio ya kweli, mafanikio ya hakika Allah subhanahu wa ta'ala ameyaweka hapa duniani na akhira tuendako ndani ya kumcha yeye. Inna lilmuttaqina mafaza, hakika wana wale ambao wanamcha Allah subhanahu wa ta'ala mahala pa mafanikio, watakuwa katika sehemu salama, watakuwa katika janna, kwa sababu ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuyafanya yale ambayo Allah jalla wa ala ametuamrisha na kuyaacha yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametukataza. Ndugu zangu katika imani, bila shaka jamii yetu inakwenda kinyume kwa kiasi kikubwa na maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndani yake kuna uharibifu wa aina mbalimbali na maasi, maovu aina tofauti tofauti yameenea katika jamii. Jamii haiko sawa, na kuna watu ambao wanajaribu kuirejesha jamii katika usawa, lakini wanakosea njia za kuirejesha jamii katika usawa. Ndugu zangu katika imani, miongoni mwa nukta muhimu ambazo walinganizi mbalimbali, mashekhe mbalimbali na tulabul ilmi wanatakiwa wazingatie katika kuirejesha jamii katika usawa, jamii iwe njema, imwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na ijiepushe na yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyakataza, iwe jamii ya kisawasawa. Nukta muhimu ambayo wanatakiwa waizingatie. Kwa nini wale wa kwanza walitengenea wakawa katika hali nzuri, halafu sisi tusitengenee? Wazingatie yale ambayo yalisababisha wale wa mwanzo wakatengenea, wakawa katika hali ya usawa, katika hali inayomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu zile zile ambazo zimetumika kule ndio wazitumie wao, ili jamii irudi katika usawa. Miongoni mwa nukta muhimu ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, kuwalingania watu kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala, waachane na kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala.
na hii ndiyo da'wa ya mitume wote. Kila jamii inapoharibika, Allah subhanahu wa ta'ala anamtuma mtu maalum kwenda kuirejesha jamii ile irudi katika usawa, iachane na ushirikina, iachane na uovu mbalimbali. Allah subhanahu wa ta'ala anamtuma mtu maalum kwenda kuilingania jamii ile, lakini nukta ambayo anamuamrisha aanze nayo ni nukta ya kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jalla wa ala anasema ndani ya Qur'an, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut, kwa hakika tumemtuma katika kila umma, tumemtuma mtume awaambie watu wake muabuduni Allah subhanahu wa ta'ala na jiepusheni na taghut. Huu ndio ulikuwa ulinganizi wa kila mtume, pamoja na kwamba jamii imeharibika kwa kiasi kikubwa, kuna uovu wa aina tofauti tofauti, lakini nukta ya kuondokea, mtume anaamrishwa aanze na nukta ya kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala, jamii irudi imwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Na hili Allah subhanahu wa ta'ala analisimulia ndani ya Qur'ani kwa ayat mbalimbali, kuanzia Nabii Allah Nuh alayhi salam mpaka mtume wetu sallallahu alayhi wasallam. Hii ndio ilikuwa da'wa yao. Allah jalla wa ala anasema, laqad arsalna nuhan ila qaumihi, kwa hakika tumemtuma Nuh kwa jamaa zake. Faqala ya qaumi ibudu Allaha ma lakum min ilahin ghayru, na Allah Nuh akawaambia jamaa zake, muabuduni Allah subhanahu wa ta'ala, hamna nyinyi muabudiwa mwingine asiyekuwa yeye. Hii ndio ilikuwa da'wa ya Nabii Nuh alayhi salam. Allah anasimulia jambo la kwanza ambalo ameanza nalo, kuwaambia watu wake muabuduni Allah subhanahu wa ta'ala, na je, hamna nyinyi muabudiwa mwingine asiyekuwa yeye. Rudini katika usawa, acheni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Hal kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala tusimulia kuhusu Nabii Allah Hud alayhi salam, wa ila adin akhahum huda, na kwa watu wa Ad Allah subhanahu wa ta'ala amemtuma ndugu yao Hud alayhi salam. Kitu gani alichoanza nacho kuwaambia jamaa zake? Allah subhanahu wa ta'ala anasema, qala ya qaumi ibudu Allah ma lakum min ilahin ghayru, enyi jamaa zangu muabuduni Allah subhanahu wa ta'ala, hamna nyinyi muabudiwa mwingine asiyekuwa yeye. Hal kadhalika Nabii Salih alayhi salam, Allah jalla wa ala anasema, wa ila thamud akhahum saliha qala ya qaumi ibudu Allah ma lakum min ilahin ghayru. Kila mtume ambaye anatumwa, kitu cha kwanza ambacho anaitengeneza jamii irudi katika usawa, anaanza na nukta ya kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndio nukta ya kuanzia kila mlinganizi ambaye anakusudia kuitengeneza jamii irudi katika hali inayomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, aanze na nukta hii. Na haina maana kuanza na nukta hii kwamba walikuwa wanazembea na kuyaacha maovu mengine yanafanyika, bali wanaanza na nukta hii na kuyakataza mengineyo katika maovu, kama Allah subhanahu wa ta'ala anavyosema kuhusiana na Nabii Shuaib alayhi salam, wa ila madyan akhahum shuaiba qala ya qaumi ibudu Allah ma lakum min ilahin ghayru, enyi watu wangu muabuduni Allah subhanahu wa ta'ala, hamna nyinyi muabudiwa mwingine asiyekuwa yeye. Qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum, kwa hakika umekujilieni ubainifu wa wazi wazi kutoka kwa Mola wenu. Fa'awful kayla wal mizan wala tabkhasu
yulakhasu an-nas ashya'ahum, baada ya kuwalingania watu katika tauhidi anawakataza na maovu ambayo yameenea katika jamii yake. Anawaambia kwamba timizeni vipimo vya pishi na vipimo vya mizani, vitimizeni vipimo na msiwapunje watu vitu vyao. Anayakataza maovu, lakini dawa, msingi wa dawa yake, muabuduni Allah subhanahu wa ta'ala, hamna nyinyi muabudu mwingine asiyekuwa yeye. Bali mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam kila anapomtuma mlinganizi, jambo la kwanza ambalo anamwambia aanze nalo katika kuitengeneza jamii hiyo, aanze na jambo la kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wasallam wakati anamtuma Muadh radhiyallahu ta'ala anhu kuelekea Yaman, akamwambia innaka taqdamu ala qaumin min ahli alkitab, hakika yako wewe Muadh unawaendea watu ambao wamepewa kitabu. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi ila an yuwahhidu Allah ta'ala, liwe la kwanza ambalo utawalingania nalo ni kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Hili ndiyo jambo la kwanza ambalo wewe unatakiwa uanze nalo, uwalinganie waachane na kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, wamwabudu Allah peke yake. Hivi ndivyo Mtume sallallahu alaihi wasallama alivyokuwa akizitengeneza jamii kwa kuwatuma maduati mbalimbali, walinganizi mbalimbali katika kila sehemu, vikosi mbalimbali vya kivita. Jambo la kwanza ambalo anawahusia wawalinganie watu hao juu ya kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndiyo njia sahihi ya kuirejesha jamii katika usawa ambayo walinganizi wanatakiwa waanze nayo. Wallahu a'lam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ndugu zangu katika imani, tumeona Allah subhanahu wa ta'ala alivyowatuma mitume. Kila mtume ambaye anamtuma kwa ajili ya kuirejesha jamii katika usawa alikuwa anaanza na nukta hii, nukta ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala bila ya kumshirikisha na chochote. Jambo la kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala, ndani yake kutapatikana utukufu katika dunia. Mambo yote tunayoyatarajia yawe mazuri yatapatikana kwa sababu ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala basi na kumshirikisha chochote. Na hili Allah subhanahu wa ta'ala ameliahidi ndani ya Qur'an. Allah jalla wa ala anasema wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat. Allah jalla wa ala amewaahidi wale ambao wameamini miongoni mwenu na wakafanya amali njema, la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim, atawafanya wao viongozi katika ardhi kama alivyowafanya viongozi walio kabla yao. Jambo la kwanza ambalo linapatikana baada ya watu kuthibitisha tauhidi, wakaifanyia kazi tauhidi, wakamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, wakaachana na kumshirikisha Allah jalla waala, Allah subhanahu wa ta'ala atawafanya wao kuwa ni mabwana wakubwa, kuwa ni viongozi, wataitawala ardhi. Wao ndio watakuwa wanaiendesha ardhi, wanapanga amri zao ndio zitakuwa zinatekelezwa. Allah subhanahu wa ta'ala atawafanya wao kuwa ni viongozi kama alivyowafanya walio kabla yao. Hili ni jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala tayari ashatoa ahadi. Sio hivyo tu, wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadalahum, na atawamakinishia wao dini yao ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameiridhia kwao. Allah subhanahu wa ta'ala ataimakinisha dini yao. Dini ya Uislamu ndio itakuwa dini ambayo inasimama katika ardhi baada ya watu kushikamana na jambo la kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala na kuachana na kumshirikisha yeye Allah jalla waala.
Sio hilo tu, wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna, na Allah subhanahu wa ta'ala atawabadilishia wao baada ya kuwa na hofu kuwa na amani. Atawapa amani, lakini Allah akayataja mambo mawili wayafanye: ya'budunani la yushrikuna bi shay'a. Hili ndio jambo ambalo wanatakiwa washikamane nalo, ili haya matatu ambayo yametajwa wao wayapate. Wafanye kuwa ni viongozi, wao ndio waitawale ardhi, umiliki uwe kwao, uongozi uwe kwao. Allah subhanahu wa ta'ala aimakinishe dini yao, Uislamu ndio usimame kisawasawa, amri zake ndio zinatekelezwa. Hal kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala awape amani, wawe hawana hofu katika ardhi, hakuna ambaye wanamuogopa illa Allah jalla wa ala. Mambo aliyoyataja Allah subhanahu wa ta'ala wayafanye ni wamwabudu yeye basi na kumshirikisha na chochote. Kwa ndugu zangu katika imani, wanapatikana walinganizi mbalimbali katika jamii yetu. Lengo lao huenda likawa ni zuri, kuirejesha jamii katika usawa, lakini njia ambazo wanazitumia sio njia za sawa sawa. Dawa yoyote ambayo inakwenda kinyume na msingi huu wa tauhidi, dawa hiyo haiwezi ikafanikiwa, hata kama lengo lake ni zuri. Lengo la walinganizi hao ni zuri, lakini ikiwa inakwenda kinyume na msingi huu ambao mitume ndio msingi ambao wameanza nao, haiwezi ikafanikiwa dawa hiyo. Yaqulu Sheikh Fawzan hafidhahullah ta'ala, kullu da'watin la taqumu ala at-tauhid, dawa yoyote ambayo haisimami juu ya msingi wa kumpekesha Allah jalla wa ala, fa innaha da'watun fashilatun la tuhaqqiqu ahdathaha, hakika dawa hiyo imefeli, haiwezi kuthibitisha malengo yake, haiwezi ikafanikiwa dawa hiyo. Wala takunu laha natija, na wala haitakuwa na faida yoyote. Ulinganizi wowote ambao utakwenda kinyume na msingi huu hauwezi ukafanikiwa ulinganizi huo. Anasema Sheikh Fawzan hafidhahullah ta'ala, kullu da'watin tuhamishu at-tauhid wa la tahtammu bihi fa innaha takunu da'watan khasira fi nataijiha, dawa yoyote ambayo itakuuzia tauhidi na isiitilie umuhimu tauhidi, hakika dawa hiyo ni dawa ya hasara, hakuna faida yoyote itakayopatikana kwa dawa hiyo. Kisha akasema, wa hadha shay'un mushahadun ma'rufun, na jambo hili ni lenye kushuhudiwa, liko wazi kabisa, kila mtu analiona. Dawa yoyote ambayo imekwenda kinyume na msingi huu wa tauhidi haiwezi ikafanikiwa dawa hiyo. Haya ndio maneno ya Sheikh Fawzan hafidhahullah ta'ala. Kisha akamalizia akasema, wa kullu da'watin turakizu ala at-tauhid fa innaha tanjahu biidhnillah wa tuthmir wa tufidu al-mujtama, dawa yoyote ambayo imeweka misingi juu ya tauhidi, hakika dawa hiyo itafaulu kwa idhni ya Allah na itatoa matunda na itafidisha mujtamaa. Anasema maneno haya Sheikh Fawzan hafidhahullah ta'ala, kama huwa ma'rufun min qadaya at-tarikh, kama ilivyo maarufu katika upande wa tarikh inaonesha wazi dawa ambazo zimefanikiwa ni dawa ambazo zimeasisi msingi wa tauhidi ya kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Hizo ndio dawa ambazo zimefanikiwa na zikafaulu, jamii ikarudi katika hali ya sawasawa, ikawa ni jamii njema, jamii ambayo imejaa uadilifu, kwa sababu ya msingi wa dawa zao ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, tunatakiwa tuirejeshe jamii yetu katika kumwabudu Allah jalla wala, basi na kumshirikisha na chochote. Kwa kufanya hivyo ndiyo tutafanikiwa. Vinginevyo vyovyote, ikawa tunawalingania jamii zetu kwenye umoja feki, umoja ambao hautazame misingi ya aqida na tauhidi, umoja ambao
tuziweke mbali tofauti zetu za itikadi, tuwe waislamu kitu kimoja. Dawa hizi zimefanywa sana na walinganizi wengi, lakini hakuna natija yoyote ambayo imepatikana. Dawa ambazo waislamu tunatakiwa tuwe na maskuli yetu, tuwe na mahospitali yetu, lazima waislamu tukue kiuchumi, tujenge uchumi wetu. Dawa za aina hizi msingi wake sio tauhidi, haziwezi zikafanikiwa. Kwa hiyo jambo la lazima kwa walinganizi waanze dawa yao juu ya kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala, iwe hiyo ndio nukta ya kuondokea katika ulinganizi wao. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر الصلاة.